Halo. Halo Alex, simuoni mke wangu. Humuoni mke wako? Ndiyo, leo nimetoka safari, lakini baada ya kufika nyumbani nimegundua kuwa mke wangu ameondoka. Maana amechukua vitu vyake vyote, yaani hajaacha hata ndala zake. Unasema kweli amechukua vitu vyake vyote? Ndiyo, amechukua vitu vyake vyote. Yaani sijui kwa nini amefanya hivyo, maana mimi sijamkosea chochote. Da, pole sana rafiki yangu. Asante sana ndugu. Tafadhali naomba uje nyumbani kwangu sasa hivi, unisaidie kumtafuta. Sawa, nakuja hapo muda si mrefu. Poa. Karibu kwenye ulimwengu wa ndoto hadi. Kwa hiyo huyu ndio mwanaume anayetoka naye kwa sasa? Ndiyo, nilidhani unajua kuhusu hili. Hapana Alex, mimi sijui chochote kuhusu hilo. Na pia jambo la kushangaza ni kwamba nilimpigia simu jana nikamwambia narudi leo. Akasema anisubiri kwa hamu, na pia akaniambia nikifika nitakuta ameniandalia chakula ninachokipenda. Lakini cha kushangaza, baada ya kufika sijamkuta yeye wala nguo zake. Kwa hiyo unataka tufanyeje? Hata sijui cha kufanya, yaani hapa nilipo nimechanganyikiwa. Unajua jambo jema ni kwamba mimi najua mahali anapoishi na huyo mwanaume wake mpya. Kweli? Kweli, napajua anapoishi. Tafadhali, unaweza kunipeleka huko? Hakuna shida, twende. Una uhakika hapa ndipo mahali anapoishi? Ndiyo, nina uhakika ni hapa. Nadhani labda ungempigia simu ili atoke nje. Halo? Halo mpenzi wangu. Unamuita nani mke wako? Sasa nakata simu na sitaki unipigie tena. Hapana, tafadhali usikate simu. Nahitaji kukuona. Nipo hapa getini kwako sasa hivi. Sawa, ningoje hapo, nakuja sasa hivi. Anakuja. Sawa, basi ngoja mimi nikusubiri kwenye gari. Hakuna shida. Umejuaje mahali ninapoishi? Kwani cha usiku nimeukosea nini? Maana nimetoka safari nikagundua umeondoka nyumbani na umechukua vitu vyako vyote. Tafadhali cha usiku, naomba kama kuna nilipokosea unisamehe, na kuhitaji mke wangu. Naomba urudi nyumbani. Haitawezekana Sam, kwa kweli siwezi kurudi kwako, maana hauna pesa ya kunihudumia. Wewe ni maskini Sam. Lakini cha usiku, nilidhani unanipenda. Kwa kweli unanifurahisha sana Sam. Hebu niambie, huu upendo utaninunulia nguo? Huu upendo utaninunulia mabegi ya kifahari? Huu upendo utanilisha? Huu upendo utatunza ngozi yangu? Lakini cha usiku, kumbuka uliniahidi kuwa utanivumilia kwenye shida na raha. Ni kweli nilikuahidi Sam, lakini sikujua kwamba hizo shida zitafanya nisifurahie maisha. Kwa hiyo tafadhali naomba uniache. Tafadhali cha usiku, naomba unipe muda kidogo. Na kuahidi, nikifanikiwa nitahakikisha unaishi katika maisha mazuri kama malkia. Nimekupa muda wa kutosha Sam, lakini hakuna cha maana ulichofanya zaidi ya kunidanganya kuwa una safari za kibiashara kila wiki. Lakini cha ajabu unarudi nyumbani ukiwa hauna hata 100. Tafadhali Sam, siwezi hayo maisha. Tena naomba uondoke nyumbani kwangu sasa hivi. Baby. Oh mpenzi. Kuna nini hapa? Na huyu ni nani? Huyu ni mpita njia tu, alikuwa anaomba kama kuna kazi ya kusafisha bustani au kuzibua choo tumpe, maana hizo ndio kazi zake. Kwa leo hakuna hizo kazi hapa, labda upite siku nyingine. Cha usiku, umerudi? Vipi kaka, mbona unaniita cha usiku? Kumbe ni wewe Alex. Uko sawa kweli? Usiniambie bado unamfikiria cha usiku. Sio siri kaka, namhitaji sana cha usiku kwenye maisha yangu. Acha hizo habari kaka. Nilishakwambia unahitaji kusonga mbele. Unahitaji kutafuta njia bora za kuendelea na maisha yako na kuwa bora zaidi. Kaka, ninajaribu lakini nashindwa. Unajua nini kaka?
Hebu jiandae twende tukacheki mpira. Huenda ikakusaidia kuondoa hayo mawazo ulionayo. Hata niangalie mpira kila siku, siwezi kumsahau yule mwanamke kaka. Sam, sitaki tuendelee na haya mazungumzo tena. Hebu nenda kajiandae tukacheki mpira. Asante sana ndugu yangu kwa ukarimu wako. Nimefurahi kuona wewe na familia yako mnanikaribisha vizuri baada ya miaka 2 ya changamoto. Alex, mimi ndiye ninayepaswa kukushukuru kwa sababu umefanya mambo mengi kwa ajili yangu. Nakumbuka hata wakati cha usiku ulipoondoka, ulikuwa upande wangu. Inamaanisha nani angeniamini kama ningerudi kuwa kama nilivyokuwa awali? Kwa kweli hakuna ambaye alikuwa anaamini kuwa utarudi kwenye hali yako ya kawaida. Sio siri, umepiga hatua kubwa sana ndugu yangu. Huu ni mwanzo tu ndugu yangu. Mambo mengine mazuri yanakuja. Mungu akujalie kwenye kila hatua unayopiga. Sasa ndugu yangu, mimi sio mkaaji sana. Wacha nirudi nyumbani nikajiandae na safari yangu. Sawa ndugu yangu, karibu sana. Asante. Ingia, mlango uko wazi. Sam, Cha usiku, unafanya nini hapa? Sam, naomba kuzungumza na wewe. Nimekumisi sana. Kusema kweli nimejaribu kukusahau lakini nimeshindwa. Nakupenda sana Sam. Vipi kuhusu mumeo? Yule mwanaume ni tapeli. Alinidanganya kuwa yeye ni tajiri. Kumbe lengo lake lilikuwa kunitumia kimapenzi na kunitapeli. Huwezi amini, alinishawishi niuze nyumba yangu ya urithi ili tuendeleze biashara zake, lakini cha ajabu amenikimbia na pesa zangu. Sam, nakuhitaji sana kwenye maisha yangu kuliko wakati mwingine wowote. Cha usiku, kumbuka nilikuja kwako miaka 2 iliyopita. Nikakusihi sana rudi nyumbani, lakini ukakataa. Huku ukisema kuwa huwezi kuishi na mwanaume maskini. Halafu leo umerudi unataka nikupokee kwa mikono miwili? Kwa kweli haiwezekani Cha usiku. Tafadhali Sam, ile haikuwa akili yangu. Na isi yule jamaa aliniroga, ndio maana nikawa vile. Hata kama ulirogwa Cha usiku, mimi na wewe hatuwezi kurudiana. Vipi mpenzi? Safi tu mpenzi. Huyu ni nani? Huyu ndio yule mke wangu wa zamani, nilikuambia aliniacha kisa maskini wangu. Oho, kumbe huyu ndo Cha usiku. Ndiyo. Habari yako Cha usiku? Mpenzi, naomba uje chumbani ukimaliza kuongea naye. Sawa mpenzi. Sam, mbona huyu mwanamke anakucontrol? Tafadhali Cha usiku, nahitaji kwenda chumbani kumhudumia mke wangu. Mke wako? Sam, hebu usijiongopee. Mimi ninajua haumpendi huyu mwanamke. Cha usiku, usivuke mipaka. Sam, hebu acha kuigiza. Najua bado unanipenda mimi. Cha usiku, naomba utoke nyumbani kwangu na usije ukathubutu tena kuleta hizo kwato zako hapa. Mimi sasa hivi ni mume wa mtu. Kwa hiyo na wewe nakushauri umtafute yule mume wako mahali popote alipo, urudiane naye.